القلوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فإنه قد فاز المتقون. بلزامه نوصيكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز rahmatullahi alayhi, katika maneno ambayo alimwambia moja katika mabalozi wake, alimwambia usika bitaqwa Allah alladhi la yaqbalu ghayraha, na kuhusia kumcha Allah ambaye hakubali isipokuwa kwa takwa. Hakubali tendo la mja, hakubali amali ya mtu isipokuwa kwa takwa, na kuhusia kumcha Allah ambaye hakubali isipokuwa jambo ambalo limefanywa kwa ajili yake yeye Allah tabaraka wa taala. Wala yarhamu illa ahlaha, na wala atoi rahma Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu isipokuwa ahli taqwa. Mungu ndio ambao wanapata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijitahidi katika kumcha Allah, ukawa wafanya matendo kwa tahadhari, ukawa unajiepusha na haramu, unajiepusha na mambo ya shubha, unajiepusha na munkarat, unajiepusha na mambo ya madhambi makubwa katika zina, lakini liwat, kujiepusha na kula riba, kujiepusha na kusema uongo, kujiepusha na maneno ya ajabu, kujiepusha na kila aina ya shubha. Kufanya hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anakurehemu, anakupa rahma. Allah tabaraka wa ta'ala akikupa rahma, basi wewe katika waja wake waliokuwa wema, ni katika waja wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza fi jannatihi, jannatin na'im, katika pepo yake, pepo ya kudumu. Allah tuwafikishe tuwe miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani, lakini pia Umar bin Abdul Aziz akaendelea, wala yuhibu illa alaiha, wala yuhibu illa alaiha, na wala Allah hamlipi mtu isipokuwa kwa takwa. Kwa maana tunapata majibu, ikiwa hatuna takwa, matendo yetu yote yakawa ni mardud, yakarejeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yasikubaliwe mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na hiyo ndiyo sawa sawa na ndiyo haki. Matendo ambayo hayana takwa ni matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayakubali. Alipokuwa anasema Allah kuhusiana na ujira wa mtu ambaye anaenda kufanya hija, hana ujira isipokuwa janna, hana ujira isipokuwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ukubwa wa kile ambacho anachokwenda kukifanya fil haramaini ash-sharifain, katika ile miji miwili mitukufu katika ardhi ya Makka, na akamalizia ibada zake katika ardhi ya Madina. Kufanya hivyo kunapelekewa mja huyo asiwe na jaza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, asiwe na malipo isipokuwa janna, isipokuwa pepo. Kaifa min al-ibada yuqala annahu al-hajj, inakuwaje yule ambaye ameenda aljerudi akawa furahi anaitwa al-hajj? Jina lake ni Isa, jina la Isa lafa, aitwa al-hajj Isa. Jina lake ni Said, jina la Said lafa, aitwa al-hajj Said. Kaifa min hadha ar-rajul wa yarda, na anaona ni fahari. Je, huwa ujira anaupata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bali mwingine asema mimi ni al-hajj, mimi ni al-hajj. Au wangapi wakionekana katika tawaf, wakionekana katika al-Kaaba, wakijipiga mapicha na kujirusha kwamba wao wako katika ardhi tukufu, wanamueleza nani ili watu waone kwamba wewe umefika katika ile ardhi, ili watu wakuone umesimama katika al-Kaaba, ili watu waone kwamba umesafiri kwenda katika ardhi mbili tukufu.
La, Allah hatoi ujira kwa namna hii. Lan yanala Allah luhumuha wala dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah hahitaji wale wanaochinja, hahitaji nyama zinazochinjwa kwa wingi katika viwanja vya haji, hahitaji damu zinazochirizika kwa wingi, hahitaji watu wafahamu wewe umeenda, hahitaji watu wakuita alhaj, walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah anataka taqwa, anataka katika moyo wako kuna nini umefanya liman, je wafanye kwa ajili ya nani? Hakadha alibadatu kulla, hivyo ndio ibada zote tunazozifanya. Tafaaluhum liman, unafanya kwa ajili ya nani? Wafanya ni shuhra, upate umaarufu au riya au sum'a au watu wajue au usikike au uonekane, au wafanya lillahi tabaraka wa taala, wafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi alikuwa akitolea sharh ya hadithi ad-dinu an-nasihatu ad-dinu an-nasihatu ad-dinu an-nasiha katika hadithi ya Tamim ibn Aus ad-Dari. Dini ni nasaha, tunasema ad-dinu an-nasiha ay ad-dinu al-khalis fihi, dini ni kufanya kwa ajili ya Allah, kufanya kwa ajili ya Allah lillah wa likitabi wa li'a'immati al-muslimin wa ammatihim, au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kufanya kwa ajili ya Allah ni takwa. Kwa maneno ya Sheikh ambao anasema kwamba wala yufidu illa alaiha, apati ujira mtu isipokuwa kwa takwa, ndio sawa sawa. Na tumalizie na kauli ya moja katika watoto wa Adam alayhi salatu wassalam, abuna alimwambia kaka yake, innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Baada ya kubadilisha ile sadaqa, zamani ilikuwa mtu anafanya qurba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa kitu, akitoa kile, ikiwa kile alichokifanya ni lillah, unakuja moto unakula kile kitu. Ikiwa hajafanya lillah, hatuli. Habil haijaliwa sadaka yake, Qabil moto wa Allah ukaja ukaila ile sadaka, akapatwa na hasad, asema la aqtulanna, japokuwa kuna historia huko nyuma, lakini mwisho akamwambia ndugu yake nitakuua. Ndugu yake akaanza kumpa nasaha kwamba vipi Allah anakubali matendo, vipi Allah anakuridhia, sio kama hivyo ambavyo wewe umechukulia. Akamwambia innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, atasiri hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anawakubalia wacha Mungu. Kwa hiyo tunapojitahidi katika takwa, takwa ni ikhlas, takwa ni kufanya kwa ajili ya Allah, takwa ni kuacha kwa ajili ya Allah, kuacha muharramat lillah na kufanya al-awamir lillah. Hivyo ndiyo takwa. Kufanya hivyo ndiyo kunapelekea matendo yako ya kubaliwa. Lakini wafanya jambo la wajibu, jambo la awamir, baadaye wafanya jambo la haram, la lasta bittaqi, au mcha Mungu kwa sura kama hiyo. Lakini wafanya awamir, inakuja jambo la haram, unajikataza nafsi yako, unaizuia. Japokuwa inna nafsa la ammaratun bisu, hakika ya nafsi inaamrisha ubaya, unaikinga nafsi yako, waizuia. Ukishaizuia, ukishafanikiwa katika hilo, hiyo ndio maana ya takwa. Lakini ukiona nafsi yako haiwezi kujikataza na mambo ya haramu, inayapanda na kuyafanya, lakini pia ni mzito katika mambo ya halali, bado hujafikia katika hiyo daraja, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika hiyo daraja. Lakini pia Sheikh akamalizia maneno yake akasema, fa innal wahidina biha kathirun wal amilina biha qalilun, hakika ya wale ambao wanatoa mauidha kuhusiana na takwa, wanawaeleza watu kuhusiana na takwa ni wengi, lakini wale ambao wanafanyia kazi wakawa wanajilazimisha na takwa ni wachache mno. Waislamu wanatakiwa wajitahidi
wanafanyia kazi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyataka, na huko ndio kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa mambo ambayo adhamu alwajibat, miongoni mwa mambo ya wajibu yaliyokuwa makubwa, adhamu alwajibat alaina, katika mambo ya wajibu zaidi juu yetu, tauhidullah wa huwa ifraduhu bil ibada, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada, kumfanya Allah peke yake ndio anastahili kuabudiwa, kufanya kila aina ya taa, ukichinja kwa ajili ya Allah, ukiweka nadhiri kwa ajili ya Allah, ukitaka msaada unamuomba Allah, ukitaka kuokolewa unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kila aina ya jambo ambalo liko katika uwezo wa Allah ukaliegemeza kwake Allah tabaraka wa ta'ala, duna man siwa, kinyume na mtu mwingine yoyote. Hili ni jambo la wajibu zaidi kwa Waislamu, ni jambo la wajibu kubwa zaidi kwa waja wote katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adhamu dhunub, na dhambi kubwa kuliko zote duniani, ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Taaliqu tamaim, kufunga mahirizi, kufunga makamba, kuweka aina ya matalasimu ambayo yameandikwa kwa maandishi ya Qur'an, maandishi ambayo hayasomeki, yamegeuzwa juu chini juu, mtu akatundika katika biashara yake, akaweka katika kipando chake. Kila aina ya kamba ambayo anafungwa mtoto kwa madai ya kwamba inamzuia, inamkinga na ugonjwa wa kupooza, inamkinga na shari za mashaitani, inamkinga na shari za wachawi, akiwekewa ile alama kiunoni au katika mkono wake, na ndio watoto wanakuja kwa sampuli hiyo. Hii yote ni aina ya shirki. Kufanya shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni dhambi kubwa kuliko zote duniani, dhambi ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amsamehi liman mata alayhi, kwa yule ambaye atakayekufa na hiyo dhambi. Moja katika masiku tunalimuona mmoja katika masahaba, mtoto wake amemfunga majani fulani vizuri na moto, akamuuliza fama hadha, ni nini hiki? Yule mtu akamwambia hadha min alwahina, yani inamzuia mtoto kutokana na kuwa mteke kupooza. Sisi tunasema kwa lugha yetu si asilimileke, lakini katika aina ya madawa ambayo wanaitakidi hayo majani yanamsaidia mtoto. Tume katika maana ya hadithi akasema hili halimzidishii juu ya wahana, isipokuwa ni udhalili tu, kwani hakika yako wewe imita, lau kwamba ungekufa. Kwanza alimwambia ikate mara moja, toa hayo majani kwa mtoto mara moja, kata hiyo kamba kwa mtoto wako mara moja, kwani hakika yako wewe ungekufa hali ya kuwa huyu mtoto ana hii kamba. Umekufa mita jahiliya, umepata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mambo ambayo tunaashiria hali kwa adhamu dhunub, kila aina ya shirki, kila aina ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio dhambi kubwa ya kwanza duniani. Kwa maana ndio maana ya bunayya la tushriku billah inna shirka la dhulmun adhim, ewe mwanangu usimshirikishe Allah, hakika ya shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Hatusemi haya maneno ambayo yanaandikwa kwenye magari na bodaboda na katika vipandwa tukaitakidi kwamba yanaondosha hasad, tukaitakidi kwamba yanaondosha aini. Sheikh Shawwal na Sheikh wanakuja kuzungumzia ile sala kwamba utaandika maneno ukaitakidi mtu akisoma yanatanzua hasad, ukaitakidi mtu akisoma yanatanzua aini, ukaitakidi mtu akisoma hauwezi kudhurika na chochote shirki. Ni katika mambo ambayo pia ikiwa unaitakidi hivyo ni mushkila, na ndio katika mambo ambayo yamejaa katika jamii yetu na katika imani. Kwa maana ya kusema fanya matendo kama mtu ambaye anatembea katika ardhi ya mimba. Kwa maana hiyo unaweza kufanya jambo kwa jambo hali la kawaida, kumbe umefanya dhambi kubwa, shirki billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa adhamu alwajib, jambo la wajibu duniani ni katika imani ni tauhidullah, kumpokesha Allah kwa ibada. Wa adhamu dhunub, na dhambi kubwa zaidi ni ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa an taj'ala lillahi
niddan wa huwa khalaqak, kumjalia Allah subhanahu wa ta'ala shuraka, wasaidizi, washirika, ukasema kwamba huyu shariki, huyu walii ananiombea, yeye akiniombea dua yake inafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakafunga misafara, wakauzua dua za 10,000, wakauzua dua za 20,000, wakaitakidi huyu ni shariki, wakaitakidi huyu ni walii, huyu akisema kwa Allah anakubali. Haya yote ni katika majambo ambayo Waislamu ghafaluu anha, wameghafilika nayo, na ni kwa sababu wako mbali na majalis za ilmu, na ni kwa sababu wako mbali na kuhudhuria na durusi mbalimbali za mashariki ambazo wanatoa katika masajid. Ndivyo inapelekea wanaingia katika madhambi makubwa ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine wanajua na muda mwingine wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kujua. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwe miongoni mwa wale ambao wanafanya matendo kwa kumcha yeye Allah tabaraka wa ta'ala, na atuepushe na kila aina ya shirki na dhulma na haramu. Atukubalie tauba zetu na atusamehe makosa yetu, innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.